أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ndugu yangu Muislam, tunaombeni mwe na saum ambaye kwamba ni makbul inshallah taala, hususan katika siku hizi, siku za ibada na siku za kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha na kujikurubisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulifika katika nukta muhimu sana ambazo kwamba Sheikh alikuwa anamalizia aya ya 13 katika suratu Shura, na taban aya yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema shara lakum min ad-dini ma wasa bi Nuha walladhi awhayna ilayk wama wasayna bi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kabra ala al-mushrikina ma tad'un ilayhi, mpaka mwisho wa aya. Sasa tulikuwa tunamalizia hizi nukta, alafu tuingie katika aya ambayo kwamba inafata aya hii inshallah taala. Anasema kwamba waradat ibara, yani imekuja ibara katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema man yasha. Katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha, yani maanake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umteua kwake amtakaye, yani Allah yeye ndiye ambaye kwamba anayechagua nabii ambaye kwamba anamtaka, yani anachagua mjumbe ambaye kwamba anamtaka, ima awe ni nabii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba anayechagua, ima ni nabii au ima awe ni mtu mwema kama vile mama yetu Mama Maryam na wengineo. Kwa hivyo anasema man yasha. Maana yake ni nini hapa? Anasema shekhe kwamba binisbati ila kaifia, yani hapa Mwenyezi Mungu anaongea kuhusiana na vipi anachagua, kaifia intikhabi al-anbiya, yani vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaongea kuhusiana na kuchagua manabii fi nihayati al-aya, yani mwisho wa aya anaongea kuhusiana na vipi anaweza anachagua manabii, kwamba yani majukumu ya kuchagua manabii sio mtu yoyote yule, si mtu akuje tu aseme kwamba, au yeye mwenyewe ajidai kwamba mimi ni nabii, au aseme kwamba nimeota nimechaguliwa kuwa nabii, au nimesoma nimefika kiwango fulani kwa hivyo mimi ni nabii. La, sio hivyo, masala haiendi hivyo. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anachagua nabii na anapatia yule nabii miujiza, na atakapompatia yule nabii miujiza, yule nabii anakuja na ile miujiza kwa watu, ima ni miujiza ambayo kwamba inahusiana na zama zao kama vile Nabii Musa alayhi salam kwa Firaun, ama Nabii Isa alayhi salam, ama Nabii Ibrahim alayhi salam, ama nabii wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si mtu adai kwamba yeye ni nabii alafu hata utakapomuuliza miujiza yeye hana. Taban hii inatokea sana kwamba leo utapata kwamba kuna watu wanaojidai hivyo, anasema kwamba mimi ni nabii, nimetumwa na Mungu. Utakapomuuliza basi hebu nipatie japo dalili moja kwamba wewe ni nabii, anasema hivyo ndivyo ambavyo kama Mwenyezi Mungu anavyotaka. La, masala hii ndivyo, dini haipeleki hivyo. Sasa anasema wallati kad takunu ishara, ambaye kwamba imekuja mwisho wa aya, ambaye kwamba kad takunu ishara inawezekana kuwa ni ishara mujmala, inaweza kuwa ni ishara ya jumla, ambaye kwamba lilmuahilati dhatia lirusul ilahiyin, ambaye kwamba inakuwa ni yenye kutayarisha manabii wa Mwenyezi Mungu, ambaye kwamba wanatokamana na Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anawachagua, na kuwachagua huko inawatosheleza hawa manabii waseme kwamba mimi nimetumwa na Mungu wangu. Na yeye atakaposema mimi nimetumwa na Mungu wangu, inamaanisha kwamba inatosheleza hivyo alivyosema kwamba mimi nimetumwa na Mungu wangu. Hiyo ni alama ya kuonesha kwamba yeye ameteuliwa. Ameteuliwa na nini? Mathalan anaweza kuja na miujiza ama kitu kama hicho.
Amma bikhususi al-umam faqad tamma istikhdam ibara man yunib, ama kwa watu kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika mwisho wa aya kabisa, ilayhi man yasha, alafu anasema wayahdi ilayhi man yunib. Yunib maana yake ni yule ambaye kwamba anayemwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani katika watu kuna yule ambaye kwamba anayemwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani yeye mwenyewe anajituma kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anajituma, anajisafisha moyo wake na anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Sasa man yuniba hapa ni yule ambaye kwamba anayemwelekea au aelekea Mwenyezi Mungu. Sasa hapa anasema nini manake? Wallati tani, na hii yunib inamaanisha nini? Arruju ila alkhaliq, ni mwanadamu yoyote yule, mimi, wewe, nani, mtu yoyote yule. Arruju ila alkhaliq ni kurudi kwa muumbaji, wa taubati ani dhambi, na kutubia kutokamana na nini? Kutubia kutokamana na dhambi, yani kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Wakati ambapo kwamba wewe unapomwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha, inamaanisha umefanya kitu kinachoitwa al-inaba, yani kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaa fi al-hadith al-qudus, ana ameweza pia kutoa shekhe mfano katika hadithi al-Qudus. Taban al-hadith al-Qudusi ni hadithi ambayo kwamba inatokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anaongea kisha anamwambia mtume wake kwamba Mwenyezi Mungu amesema hivi. Anasema jaa fi al-hadith al-Qudsi, kwamba imekuja katika hadith Qudus, hadithi tukufu, hadithi takatifu. Anasema man taqarraba minni shibran, yule ambaye kwamba atakayejikurubisha na mimi shibri moja. Shibri ni hii hapa, ni hiki kipimo. Atakayejikurubisha na mimi shibri moja, anasema taqarrabtu minhu dhiraan, nitakuwa ni mwenye kujikurubisha kwake dhira, yani dhira moja kutoka hapa hadi hapa. Wa man atani yamshi, na yule ambaye kwamba atakayekuja kwangu huku anatembea polepole, yani atakayekuja huku akitembea, maana yake nini? Yani atakayeelekea kwangu mimi, atakayejikurubisha na mimi. Wakati ambao kwamba unapojaribu kujikurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu anajikurubisha nawe zaidi vile wewe unajikurubisha naye. Ndio anasema waman atani yamshi, na yule ambaye kwamba atakayekuja kwangu mimi akitembea, ataitu harwala, nitakuwa ni mwenye kumpokea huku mimi ni kama mwenye kukimbia. Sasa hadithi hii inapatikana katika kitabu ambacho kwamba kinachoitwa At-Tafsir al-Kabir, ambaye kwamba ni ya Fakhr Razi, mujallad ya 27 safa ya 157. Hii ni mwisho wa aya ambaye kwamba tumekuwa ni wenye kuichambua katika aya ya 13, yani tangu jalasa ya kwanza mpaka hii jalasa ni tunachambua tu hiyo aya moja, aya ya 13 ya sura Shura. Saizi insha Allah taala tutaanza aya nyingine. Okay, inshallah. Saizi insha Allah taala tutaanza katika aya nyingine ambayo kwamba ni muhimu sana, lakini kabla tuanze katika hiyo aya, tungependa kuishiria baadhi ya nukta. Nukta kwanza ni kwamba, yani baadhi ya mulahadhat ni kwamba baada takmila, yani baada ya kumaliza hiyo aya na kuishiria kutumia ishara mbalimbali ya aya hiyo, tutakuja na hadithi ambayo kwamba imepokewa kutoka kwa Imam Baqir alayhi salam. Imam Baqir taban, kwa wale ambao kwamba wanamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kuwalipeni, na kwa wale ambao kwamba wamfahamu Imam Baqir ni mtoto wa Imam Zain al-Abidin au ni kijana wa Imam Zain al-Abidin, na Imam Zain al-Abidin ni ni mtoto wa Imam Hussein alayhi salam, na Imam Hussein mtoto wa Ali ibn Abi Talib, na Ali ibn Abi Talib ndo ambaye kwamba ndo mume wake Bi Fatima Zahra. Sasa katika Imam Baqir alayhi salam anasema kwa ajili wakati wa Imam Baqir ndo wakati ambao kwamba ndo mwanzo
wa hauza ambayo kwamba ilikuwa imekita mizizi katika mji wa Madina, yani ndo wakati ambao kwamba kulikuwa kuna majali nzuri ya watu kuweza kustafidi na al-Imam al-Baqir, yani watu walikuwa wanatoka Iraq, walikuwa wanatoka sehemu mbalimbali kwenda kustafidi kutoka kwa al-Imam al-Baqir alayhi salam. Taban ni maimamu wawili ndio ambao kwamba watu wamestafidi nao vizuri zaidi katika zama zao, Imam Sadiq na Imam Baqir. Utapata hadithi nyingi watu wamepokea kutoka kwa Imam Sadiq na hadithi nyingi watu wamepokea kutoka kwa Imam Baqir, kwa ajili walikuwa na hauza na watu walikuwa wanakuja kusoma kwao. Miongoni mwao ni mafaqihi wote ambao kwamba tunawajua. Sasa Imam Baqir anasema kanat sharia Nuh, yani sheria ya Nabii Nuh alayhi salam ilikuwa an yu'bada Allahu, awe ni mwenye kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ile sheria ya Nabii Nuh ilikuwa awe ni mwenye kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bitauhid, yani kwa tauhid wal ikhlas, yani kwanza kabisa ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mandugu zangu, katika upokeshaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, hakuna kitu kigumu kama hicho. Yani katika nafsi yako hakikisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio yuko peke yake na yeye ndiye yeye na hakuna mwingine. Ni kazi ngumu sana na inataka mazoezi ya kila siku. Kwa hivyo ya kwanza kabisa an yu'bada Allah bitauhid, ni kwamba sheria ya Nabii Nuh ilikuwa ni aabudu Mwenyezi Mungu kwa tauhid wal ikhlas, na kumfanyia ikhlas yeye, yani kila kitu ambacho kama unachofanya ni na ikhlas, ufanye na ikhlas kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khal'il andad, na kutoa miungu mwingine ambao kwamba walikuwa wako katika nafsi, yani kutoa masanamu ambazo kwamba zilikuwa zimekita mizizi katika nafsi. Wa huwa alfitra, nayo ni fitra, yani kutoa kila kitu. Katika lugha nyingine tunaweza sema kwamba ni takshiri, yani kutoa, kuvua na kutoa yale maganda ambayo kwamba maganda ya uchafu ambayo kwamba alikuwa amekita mizizi katika nafsi, maganda ya sanamu ambazo kwamba zilikuwa zimekita mizizi katika nafsi, na asili ya masanamu ambazo kwamba zilikuwa katika nafsi, kuziondoa kabisa. Na anasema kwamba Imam, wa huwa alfitra, na kutoa huko na kufanya ikhlas kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema ni fitra allati fatara an-nasa alaiha, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumbia watu kwayo. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba watu katika fitra. Kwa hiyo fitra ni kuhakikisha kwamba tauhidi ipo, ni kufanya kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasema wa akhadha Allahu mithaka ala Nuh, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukua mithaq, yani akachukua makubaliano kutoka kwa Nabii Nuh alayhi salam, ala nabiyin, na pia kwa manabii wengine. Kufanya nini? Wafanya nini? An ya'budu Allah Ta'ala, ya kwanza kabisa wawe ni wenye kumwabudu Allah peke yake, yani wajaze ardhi hii tauhid na wajaze ardhi hii ibada Mwenyezi Mungu, yani ibada Mwenyezi Mungu yambatane na tauhid. Wala yushriku bihi shay'a, na wasimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu chochote kile, yani wasijaribu kumshirikisha Allah na kitu chochote. Wa amarahu, sasa hiyo ni tauhid, hiyo ni ya kwanza. Nakumbuka katika jalsa zilizopita kuna kitu ambacho kwamba sisi tulitaja kwamba ni vitu ama ambazo kwamba zinaingia katika kila dini. Ya kwanza ni tauhid, ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kuamrisha Nabii Nuh alayhi salam masala na tauhid. Alafu anaendelea anasema wa amarahu, na Mwenyezi Mungu akamwamrisha Nabii Nuh alayhi salam bis-sala, akamwamrisha sala awe anasali. Na hiyo sala walisali vipi, kivipi, saa ngapi, siku gani, tutajua baadaye. Wal amr bil ma'ruf, na akamwamrisha pia kukataza kuamrisha mema, yani kuamrisha mema. Wa nahi anil munkari, na pia akamwamrisha kukataza machafu na kukataza maovu. Anaendelea Imam anasema wal halal, na akamwamrisha
kutenda halali, wal haram, na kuachana na haram. Walam yafridh alayhi ahkama hududin, na hakumamrisha zile hukumu za hududin wala faraidh mawaritha, fahadhi shariatu. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumamrisha kusimamisha hadi yote ile, yani kusimamisha hukumu yoyote ile, wala faraidh wala faridha aina yoyote ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwajibisha, kama vile iko katika hizo zama zetu kwamba lazima mtu asali, mtu asiposali nini yake ni hii, hukumu yake itakuwa ni hii. Kama vile saizi lazima mtu afunge, asipofunga hukumu yake ni hii. Mtu atakapozini, mtu ni haramu kwake kuzini, akizini hukumu yake ni hii. Kwa hivyo katika hizo zama ilikuwa haipo. Sasa baada ya kumaliza aya ya 13 katika sura ya Shura, inamaanisha kwamba tunaingia katika aya 14 na rasmi sasa tunaingia katika aya 14 ya surat Shura, ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudhiya bainahum wa innal ladhina urithul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu murib. Sadaqallahul aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 14 ambayo kwamba iko katika sura Shura anasema bismillahir rahmanir rahim, wama tafarraqu, na hawakufarikiana, hawakutofautiana. Tutajua kina nani hawakutofautiana katika maelezo ya baadaye. Wama tafarraqu, na hawakufarikiana, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, na hawakufarikiana illa baada kuwajia elimu kwa sababu ya husuda iliyokuwa baina yao. Anaendelea anasema kwamba walaula kalimatun sabaqat min rabbik, na lau kuwa haikwisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako mlezi, ambaye kwamba ni Mola wako mlezi, ila ajalin musamma, kwa mpaka muda maalum. Anasema laqudhiya bainahum, basi bila shaka palinge hukumiwa baina yao, yani pange hukumiwa baina yao afan. Wa innal ladhina urithu alkitab, na hakika waliorithishwa kitabu, min ba'dihim, baada yao, ambaye kwamba inshallah taala tutaeleza, la fi shakkin minhu murib, wanakitilia shaka inayowaangaisha. Sasa baada ya kusoma aya hii ndo tunaanza bahath na uchambuzi ambao kwamba inshallah taala kuanzia leo na siku zingine itakuwa tunaongea kuhusiana na hii aya, alafu inshallah taala tuwe wenye kumalizia. Tutaanza na tafsir ambayo kwamba inajulikana kuwa ni tafsiri ya Al-Qurtubi, na tumechukua hii tafsiri Al-Qurtubi kwa ajili kuna nukta muhimu ambayo kwamba nataka tuiangazie zaidi katika aya hii bil khusus. Anaanza anasema kwamba wama tafarraqu, na hawakutofautiana. Wama tafarraqu, na hawakufarikiana, yani hawakutofautiana. Anasema wama tafarraqu, hawakutofautiana. Qala Ibn Abbas, anaanza Qurtubi anasema kwamba amesema Ibn Abbas, yani wale ambao kwamba hawakufarikiana ni kina nani? Yani Quraishan, ni Makuraish. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema wama tafarraqu, na hawakutofautiana katika hii aya 14, inamaanisha ni Makuraish, sio watu wengine. Sasa anasema wama tafarraqu, na hawakutofautiana illa min ba'di
ma jaahumul ilmu, illa baada ya kuwajia elimu. Sasa hawa Makuraish hawakutofautiana illa baada ya kuwajia elimu. Sasa anasema elimu ni nani hapa? Anasema Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani ni illa baada ya kuwajia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hawakutofautiana, walikuwa wanaishi maisha moja, yani walikuwa wanaishi maisha yao, ilikuwa inaendelea vizuri. Taban, tukirudi kwa Makuraish kabla mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapata kwamba wengi walikuwa wanaabudu sanamu, na hiyo ndio ilikuwa mila yao, yani desturi yao. Katika Al-Kaaba walikuwa wamejaza masanamu, yani walikuwa wameweka masanamu ambao kwamba walikuwa wanaabudu, yani ibada yao ilikuwa ni hiyo sanamu. Yani kila kitu maisha yao ilikuwa inaendelea yani katika dhulma na katika giza na vitu kama hivyo. Sasa alipokuja mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio Mwenyezi Mungu anasema hawakutofautiana isipokuwa baada ya kuajia mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaendelea nasema Qutubi, wakanu yatamannau, na walikuwa wanatamani sana Makuraish, an yubatha ilaihim nabii, hawa walikuwa wanatamani wawe ni wenye kutumiwa mtume, yani mtume awe anatokamana na wao. Daliluhu qawluhu ta'ala fi surat Fatir, na dalili yake ambayo kwamba walikuwa wanatamani iko katika suratu Fatir. Wa aqsamu billah jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun, wakawa ni wenye kuapa, lau tutakapopata mtume, lau tutakapotumiwa mtume, la in ja'ahum nadhir, lau tutakapotumiwa mtume basi tutakuwa katika njia sahihi, tutakuwa wenye kushikamana na Mwenyezi Mungu, ambaye kwamba wanamaanisha kwamba ni mtume huyu. Nadhir wanamaanisha ni mtume. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema pia katika surat waqala fi surati al-Baqara. Qurtubi anasema pia Mwenyezi Mungu amesema katika surati al-Baqara, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, na alipowajia yale walikuwa wanayajua, kafaru bihi, walikuwa ni wenye kumkufuru, yani walipojiwa na mtume walimkufuru. Ala ma taqaddama bayanuhum huna. Anasema Qutubi kwamba katika suratul Baqara tayari tulikuwa tumetanguliza na tumeelezea katika suratul Baqara. Waqila, Qutubi anasema katika tafsiri yake kwamba umamul anbiya almutaqaddimin, yani wale ambao kwamba walitofautiana ni umamul anbiya almutaqaddimin, ni umma ambao kwamba waliopita. Sasa kwa hivyo kuna ihtimali ya kwanza. Ihtimali ya kwanza ni yani matarajio ya kwanza ni Makuraish, matarajio ya pili ni wale ambao kwamba ni umma uliotangulia. Fa innahum fima bainahum, hakika wao kwa wao, ikhtalafu, walikuwa ni wenye kutofautiana. Fa amana qaumun, kuna watu katika watu hao fa amana qaumun, yani kuna watu ambao kwamba waliamini, wa kafara qaumun, na kuna wengine ambao kwamba walo kufuru. Anasema waqala Ibn Abbas, na Ibn Abbas anaendelea anasema, yani ahlul kitab, yani ni ahlul kitab, ima ni Quraish au ni ahlul kitab. Daliluhu, na dalili yake fi surati al-Munfakin, ambaye kwamba iko katika surat al-Munfakin. Hapa tunaongea kuhusiana na matafarraku, ni nani hao? Wale ambao kwamba walitofautiana illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, hawakutofautiana illa baada ya kuwajia elimu. Hawa ambao kwamba walitofautiana ni kina nani? Hawa ambao kwamba walitofautiana ni kina nani baada ya kuwajia elimu, baada ya kuwajia mtume, ni akina nani hao? Kuna Makuraish, kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni umma uliopita na wengine. Ibn Abbas anasema pia ni au inawezekana ni ahlul kitab. Sasa daliluhu, dalili yake iko katika suratul Munfakin. Suratul Munfakin ni suratul Bayyina, unaweza sema ni suratul Munfakin, yani suratul Bayyina, aya ya 4. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama tafarraqa alladhina utul kitaba
illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Sadaqa Allahu al-aliyyul adhim. Anasema kwamba wala hawakufarikiana, wama tafarraqa alladhina, wala hawakufarikiana waliopewa kitabu au waliopewa kitabu, illa min ba'di, illa baada ma ja'atuhumul bayyina, illa baada ya kuajia hiyo bayana. Yani bayana ni mtume. Baada mtume alipokuja ndio sasa wakaanza kutafautiana, na maana na kutofautiana huku ni kwamba kuna wale walioamini na kuna wale waliokufuru. Huku ndo kutofautiana. Falmushrikun, Qurtubi anasema kwamba falmushrikun, yani washirikina, qalu, washirikina walisema kwamba lima, kwa nini, khussa bin nubuwa, kwa nini amehususiwa na utume, yani kwa nini utume ni wake peke yake, yani kwa nini yeye mwenyewe ndiye apate utume. Walyahud, na Mayahudi, hasaduhu lima bu'ith, walimhusudu mtume kwa alipopatiwa utume, lima bu'ith, yani kwa alichopatiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakadha nasara, na manasara pia. Kwa nini? Baghyuhum bainahum, yani kwa sababu ya husuda ambayo kwamba ilikuwa inapatikana baina yao kwa wao, yani kwa ajili ya uchungu ambayo kwamba ilikuwa imekita mizizi baina yao kwa wao. Yani na baghi hapa ni husda, ni dhulma na vitu kama hivyo. Sasa anaendelea anasema yani manake wakadha nasara, baada kufika wakadha nasara anaendelea anasema Qurtubi, yani baghyan min ba'dihim ala ba'd talaban liriasa, yani kwa chuki ambayo kwamba walikuwa nayo baada ya kukhitilafiana. Kwa sababu gani? Talaban liriasa, kwa ajili ya kutafuta uongozi, kwa ajili ya uongozi, kwamba hawa wanasema kwamba huyu hafai kuwa mtume na huyu si mtume wa kweli, lakini hawa wengine wanasema la, huyu ni mtume wa kweli. Sasa hawa ambao kwamba wanapinga, wanasema huyu si mtume wa kweli, wanasema wanakataa kwa sababu ya masala ya uongozi na kwa sababu ya masala yao hawa binafsi, kama vile inshallah taala tutaona baadaye. Falaysa tafarruquhum, sio tofauti yao, liqusurin fil bayan, yani sio tofauti yao ni kwamba ni wajinga, ni kwamba hakuna kitu ambacho kwamba kiko wazi mbele yao. La, yani kukata kwao na utofauti wao sio hivyo, lakini lilbaghi, ni kwa ajili ya kibri, husda na chuki ambayo kwamba imo moyoni mwao, wa dhulm, na dhulma, walishtighal bidunia, na kujishughulisha kwa ajili ya dunia. Kwa hivyo walipokata manabii, walipokuwa wanapinga manabii, sio kwa ajili kwamba hawakuelewa. Firaun wakati ambao kwamba alipomkataa Nabii Musa alayhi salam, sio kwamba hakuwa na dalili, aliona dalili ambazo kwamba zile dalili ziko wazi na fitra, zile dalili zinaendana na fitra, zile dalili zinashikamana na fitra. Yani ni kama vile wanavyosema katika lugha ya kimantiki, ni miongoni mwa fitriyat ya vitu ambavyo kwamba vinaendana na fitra, ni wazi kabisa. Moja ukiongeza moja ni mbili, ni kitu ambacho kwamba kiko wazi, hahitaji nini. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba walaula, Mwenyezi Mungu anaendelea katika hiyo aya, walaula kalimatun sabaqat min rabbik, na lau baada Mwenyezi Mungu kutuma mtume wakakhitilafiana, anasema Mwenyezi Mungu walaula kalimatun sabaqat min rabbik, na lau kuwa haikwisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako ambaye kwamba ni Mola wako mlezi, ya kuakhirisha mpaka muda maalum. Walaula kalimatun sabaqat min, na kama sio hiyo kilma, anasema nini Qurtubi? Anasema fi ta'khir al-iqab, yani kama sio kilma gani? Fi ta'khir al-iqab, yani
kuchelewesha adhabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ana uwezo wa kuadhibu wale ambao kwamba walioenda kinyume na sheria ambayo kwamba mtume alikuja nayo. Mwenyezi Mungu alikuwa na uwezo kabisa kumwadhibu pale mara ya kwanza kabisa Firaun, wakati ambapo kwamba kumwadhibu Namrud pale Namrud alipokuwa na mia kibri moyoni mwake, alipokuwa yuko na uwezo kumwadhibu mtu kama Abu Jahal, alikuwa yuko na uwezo kumwadhibu mtu kama Abu Lahab pale, lakini Mwenyezi Mungu anaenda na ahadi yake. Kwa hivyo ndo anasema fi ta'khiri al-iqab na haula, yani kuchelewesha adhabu kutoka kwa wale ambao kwamba wana kiburi na kwenda kinyume na amri ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kuamrisha. Ila ajali musamma, yani kwa wakati maalum. Qil, hii ila ajali musamma nini manake? Yani hadi wakati maalum. Nini manake? Qila, inasemekana ni alqiyama, yani ni siku ya kiyama. Siku ya kiyama itakapofika ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakapofufuliwa. Sasa ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia, naam, nyinyi mlimuona niliwatumia kwenu mtume, niliwatumia kwenu Nabii Musa, niliwatumia kwenu, nilimtuma kwenu Nabii Ibrahim alayhi salam, nilimtuma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niliwatuma hawa manabii kwenu, lakini kwa nini mmeenda kinyume na hawa manabii? Sasa hiyo ajali musamma inasemekana kuwa ni, Qurtubi anasema ni siku ya kiyama, liqaulihi, kwa kauli yake. Qurtubi anakuja na dalili, akitumia dalili nyingine aya, akisema bali saa maw'iduhum, bali kiyama ndio ahadi yao. Waqila, na inasemekana pia huo muda ni muda gani? Ila al-ajali alladhi qudhiya fihi bi'adhabihi, yani wakati ambao kwamba adhabu yao imekuwa ni yenye kuwekwa na kukidhiwa, yani kuwekwa na kuhukumiwa. Wakati ambao kwamba mtu anapofariki ndio hapo anaanza kupata adhabu yake. Sasa anaendelea katika aya, anasema la qudhiya bainahum. Hii nini maana yake la qudhiya bainahum? Kwa ajili aya inasema bismillahir rahmanir rahim, wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbik ila ajalin musamma laqudhiya bainahum. Sasa hii laqudhiya bainahum nini maana yake? Anasema laqudhiya bainahum, basi bila shaka palingeli hukumiwa baina yao, yani wangekuwa ni wenye kuhukumiwa. Anasema Qurtubi maana yake nini? Baina man amana, wangehukumiwa baina yule ambaye kwamba ameamini, wa baina man kafara, na baina ya yule ambaye kwamba amekufuru, binuzuli al-adhab, kwa kuteremshwa adhabu. Anasema wa innal ladhina urithu al-kitab, na hakika waliorithishwa kitabu. Ni nani hao ambao kwamba waliorithishwa kitabu? Yurid, anataka nani? Alyahud wa nasara. Kwa hiyo tukiangalia wale ambao kwamba waliopewa vitabu ni Mayahudi, na wale ambao kwamba waliopewa vitabu ni Manasara, na pia sisi Waislamu pia tumepewa kitabu. Kisha anasema min ba'dihim, hii min ba'dihim yani baada yao. Baada kina nani? Maana yake ni min ba'dil mukhtalifina fil haq, ni baada ya wale ambao kwamba walikuwa wanakhtilafiana katika haki. La fi shakkin minhu murib, na hakika wale waliorithishwa kitabu baada yao wanakitilia shaka inayowahangaisha, yani shaka ambayo kwamba bado inakuwa yenye kuhangaisha. Hapo ndo mpaka mwisho wa hiyo aya, lakini anasema, anaendelea anasema Qurtubi, man alladhi awsa bihi al-anbiya wal kitabu huna at-taurat wal injil. Yani kwanza kabisa ni anasema Qurtubi, wal kitabu huna, kitab hapa ambaye kwamba inakusudiwa ni nini? At-taurat, na kitabu ambacho kwamba kinakusudiwa ni nini? Al-injil. Waqila, na inasemekana innal ladhina urithu al-kitab, walorithishwa kitabu ni kina nani? Ni Makuraish, yani Makuraish baada ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja. Min ba'dihim, yani baada kina nani? Min ba'di al-yahud, baada Mayahudi.
wan-nasara, na baada ya manasara. La fi shakkin min alquran, hao mayahudi wako na shaka katika afwan, hao makuraish wako na shaka katika Quran, au min Muhammad, au bado wako na shaka na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqala Mujahid, Qurtubi anakuwa ni mwenye kumtaja Mujahid, ambaye kwamba pia Mujahid ni miongoni mwa wanatafsiri wakubwa sana wa Quran. Waqala Mujahid, amesema Mujahid, maana min ba'dihim, yani maana ya baada yao ni kina nani? Yani min qablihim, yani kabla yao, yani min qabli mushriki Makka, yani kabla ya washirikina wa Makka, na ni kina nani? Wahumul yahud wan nasara. Mpaka hapa tumeweza kupata nukta kadhaa ambayo kwamba aya hii inakuwa ni yenye kuelezea. Nukta ya kwanza ni kwamba hawakutofautiana isipokuwa baada kuwajia elimu, yani isipokuwa baada ya kuwajia nabii, ya kwanza. Ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anawapatia muda ili ifike muda wao kuadhibiwa, awe ni mwenye kuadhibu. Hiyo ni nukta ya pili. Ya tatu ni kwamba wale ambao kwamba walorithishwa kitabu baada ya washirikina na baada ya wale ambao kwamba waliokhitilafiana, bado wako na shaka na kitabu hicho, ambaye kwamba hata tukirudi katika historia ya Makuraish tutakuwa ni wenye kupata kwamba bado walikuwa wanatilia shaka hicho kitabu. Saizi inshallah taala tutaingia katika nukta muhimu ambaye kwamba ni nukta ya kuingia katika kitabu kingine cha tafsiri, ndio tuweze kuelewa maana hii aya ni nini. Anasema kwamba kuna sali ambayo katika kitabu cha tafsiri ambayo kwamba ni kitabu cha Al-Amthal cha Sheikh Makarim Shirazi, alikuwa anajibu swali la nyuma kabisa ambalo kwamba anasema waqad ajabat al-aya al-ukhra ala hadha as-su'al, na aya imekuwa ni yenye kujibu au aya nyingine imekuwa ni yenye kujibu katika swali hili. Tutajua ni swali gani. Wa dhakarat asas al-ikhtilafat ad-diniyya, na aya ikawa ni yenye kutaja asas al-ikhtilafat, yani misingi mbalimbali ya kidini, bi annahu, ya kuwa wama tafarraqu, na hawakufarikiana, illa, isipokuwa, min ba'di, baada, ma ja'ahumul ilmu baghyan baina, baada ya kujia, baada ya kufikia elimu na bayana, baghyan bainahum, kwa chuki ambayo kwamba iliyokuwa imekita mizizi baina yao. Anasema fal ikhtilafat, yani zile kutofautiana ambayo kwamba walikuwa nao, lam tahduth, haikuwa hizo ikhtilafat, illa bisabab, isipokuwa kwa sababu ya nini? Isipokuwa kwa sababu ya hubbi dunia, kupenda dunia, wal mansab, na pia kupenda mamlaka, yani mamlaka na kupenda dunia, wa dhulm, na dhulma, wal hasad, na husda, wal adawa, na pia uadui. Kwa hivyo yani ni kwamba yani ile kuwa na ikhtilaf, kuwa na utofauti, haijasababishwa na kitu kingine, haijasababishwa na kwamba kuna ishkal katika dini, haijasababishwa kwamba sisi tunamshuku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Walikuwa hawana shaka na hilo, hawakuwa na shaka ya kwamba huyu mtume aliyepawa sheria sio mtume wa Mungu, hawakuwa na shaka kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, bali kitu ambacho kwamba walikuwa na shaka nalo ni kwamba ni kwa sababu ya kupenda dunia, na ni kwa sababu ya mansab, yani cheo, na ni kwa sababu ya dhulma. Dhulma ndio ambayo kwamba iliyofanya wasikubali yale ambayo kwamba mtume walikuwa wanakuja nayo. Walikuwa wanaamini kweli mtume wanasema kweli, lakini kando na hapo hawalikuwa hawaamini. Anasema naam, Sheikh Makarim anasema kwamba ndio
Faabidu dunia, hao ambao kwamba wanaotegemea sana dunia, ambao kwamba wameegemea dunia, ambao kwamba wamelala na dunia, wanaamka na dunia. Walhasudun, na wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kusudu zaidi. Alhaqidun, ambao kwamba wako na hikdi, wako na chuki. Waqafu hiyala adyani al-anbiya jami'an, walisimama mbele ya dini ya manabii wote, walisimama na wakazuia madini zote. Wadafa'u kulla majmu'atin, na wakawa ni wenye kusukuma kila kundi bitijai muayyan, kwenda na kuwa na mrengo maalum. Yani kila kundi wakawa ni wenye kuiondoa na ikawa na mrengo maalum, ikawa na mwelekeo maalum. Kayma yuthbit arkana zuamatihim wa yuaminu masalihahum ad-dunyawiyya, ili wawe ni wenye kubakisha ile nguvu yao na wawe ni wenye kubakisha maslaha yao ya dunia. Wa yakshifu husdahum, na wawe ni wenye kudhihirisha husda zao. Wa adawatahum, na maadui zao na uadui wao, afwan, lilmu'minina alhaqiqiyin, wawe ni wenye kudhihirisha ile chuki yao kwa waumini duna al-anbiya au alhaqiqiyin dini al-anbiya, yani wawe ni wenye kudhihirisha chuki yao ya uhakika na kwa waumini wa uhakika mbele ya dini ya mitume. Walakin kullu hadha hasala baada itmamil hujja. Wa bihadha tartib, anaendelea Sheikh anasema, na kwa utaratibu huu, fa inna asasa tafarruq. Sheikh anaongea hapa kuhusiana na kufarikiana, anasema msingi wa kutofautiana fi din, katika dini, lam yakun aljahl, si ujinga. Yani hii kutofautiana, huyu anatofautiana na huyu, huyu anatofautiana na huyu, anasema si ujinga, bal kana dhulm, bali ilikuwa ni dhulma, walbaghi, na kuvuka mipaka, walinhiraf anil haq, na kujiweka mbali kabisa na haki, walahwa, na kufata matamanio, walarai shakhsiya, na kufata rai ya mtu binafsi. Yani mtu binafsi anakuja na rai yake, anasema mimi dini yangu ni hivi na hivi na hivi, matamanio yangu inaniambia kwamba sema dini yako ni hivi na hivi na hivi, na mtu mwenyewe anaona hapana, mimi dini yangu wacha ni muabudu, nichukue jiwe fulani niwe ni mwenye kuiabudu. Kwa hivyo anasema si ujinga ndiye ambaye kwamba imesababisha kutofautiana. Fal ulama alladhina yatlubuna ad-dunya, anaendelea Sheikh anasema maulama ambao kwamba wanatafuta dunia zaidi, wanakuwa ni wenye kurudi katika dunia zaidi. Ittahadu ma'an li zar'i hadhihi al-ikhtilafat, walikuwa ni wenye kushikamana, wawe ni wenye wawe ni wenye kulea na wawe ni wenye kulima na kuvuna, yani tofauti hizi. Hao maulama ambao kwamba wanakuwa ni wenye kuegemea dunia, hao ndio wanasababisha tofauti hizi ambazo kwamba tunaziona, au tofauti ambazo kwamba zilikuwa mwanzoni, tofauti baada ya wao kuteremshiwa kitabu. Watatabiru hadhihi al-aya au watu'tabar hadhihi al-aya, na inazingatiwa kwa kina aya hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama tafarraku illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, na hawakufarikiana illa baada kuwajia elimu. Anasema Sheikh kwamba watu'tabar hadhihi al-aya, na aya hii inachukuliwa kwamba ni nini? Raddan wadhiha, ni jibu ya wazi kabisa, ala alladhina yaquluna, kwa wale ambao kwamba wanasema bi anna din, kwa sababu dini
au jadal ikhtilaf baina albashar. Aya hii inachukuliwa ni dalili kuu adhimu na inachukuliwa kwamba ni jawabu ya wale ambao kwamba wanasema ad-din, kwamba dini au jadal ikhtilaf, ya kwamba dini ndiye ambaye kwamba imesababisha na imekuza ikhtilaf baina ya watu. Kwa hivyo kuna wale ambao kwamba wanasema la, sisi tunajua dini kama dini, vitabu ambavyo kwamba vinatoka kwa Mwenyezi Mungu ndizo ambazo kwamba zimesababisha ikhtilaf, ndizo ambazo kwamba zimesababisha tofauti. Sasa aya ambayo kwamba inajibu ishkalat, yani ishkalat ni zile challenges ambazo kwamba wao wanajaribu kusema kwamba dini ndiyo ambayo kwamba imesababisha tofauti. Miongoni mwa aya ambayo kwamba inajibu ni hii aya. Anaendelea Sheikh anasema, wa adda ila iraqati dima'in kathira, na hao maulama ambao kwamba walikuwa ni wenye kuwa na husda, walikuwa ni wenye kujitenga, na walikuwa ni wenye kulea chuki na ikhtilaf baina ya watu. Adda ila iraqati dima'in kathira, imepeleka kufanya nini? Imepeleka kumwaga damu nyingi sana. Falau daqqaqu fil amr, lakini lau wangekuwa ni wenye kuzingatia zaidi, la wajadu anna dina daiman huwa asas liwahda, lau wangekuwa ni wenye kuwa na makini, wangepata dini kuwa ndiyo msingi wa umoja. Sheikh anaelezea, anasema kwamba hao maulama ambao kwamba ndo msingi wa kutofautisha watu, lau wangewacha hawa zao, wangewacha matamanio zao, wangewacha husda ambayo kwamba wako nayo, na wangerudi katika nafsi zao, waweze kukaa chini na wafikirie na wajiulize swali, asili ya umoja, hii dini ambayo kwamba imekuja, je, hii dini inaamrisha tofauti au inaamrisha umoja? Utapata kwamba utakapoanza kuanzia aya ya kwanza katika Qur'an mpaka aya ya mwisho, hakuna hata aya moja ambayo kwamba inasema kwamba dini ndiye ambaye kwamba inasababisha tofauti baina ya watu. Hakuna taban, kwani dini zote za Mwenyezi Mungu, dini zote ambazo kwamba zinatoka mbinguni, ndizo ambazo kwamba zinaamrisha watu na zinasisitiza watu kuwa kitu kimoja. Inshallah taala sala hili tutakuwa wenye kuiangazia zaidi mbeleni. Kisha anaendelea anasema, falau daqqaqu fil amri, lau wangekuwa ni wenye kuwa makini zaidi katika sala hilo, la wajadu anna dina daiman, wangekuwa ni wenye kupata dini daima huwa asasu liwahda, wangekuwa ni wenye kupata daima kwamba dini ndio msingi wa umoja, wal ittihad fil mujtama, na kuwa na umoja katika mujtama, kama hasala lilislami, kama vile tutakaporudi katika historia ya Uislamu au katika historia yote ile ambayo kwamba inahusiana na Uislamu, wa qabail al-Hijaz, na tutakaporudi katika historia ya makabila ambayo kwamba walikuwa wanaishi katika miji ya Hijaz, wa hata al-aqwam, na hata kaumu ambao kwamba wako fi kharij al-jazira, ambao kwamba walikuwa nje ya jazira, haithu intahat al-ikhtilafat, kiasi ambacho kwamba tunapata ikhtilafat, yani tofauti zilikuwa zenye kuisha baada ya kuja Uislamu, wa asba ummatan wahida, na wakawa ni umma moja. Na miongoni mwao pia dalili kuu ni ile dalili ya muakhat, yani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuamrisha Waislamu baada ya wao kuhama kutoka Makka kwenda Madina, kuamrisha masahaba wawe na kitu ambacho kwamba kinaitwa at-taakhi, yani undugu baina ya Uislamu, undugu wa hakika baina ya Waislamu, na kila mmoja akamkumbatia mwingine. Kwa hivyo hiyo ni dalili pia inatosha kusema kwamba dini haijakuwa ni yenye kuamrisha na kuleta utofauti baina ya watu. Tukimalizia, anasema Sheikh kwamba illa, isipokuwa anna siyasati al-istimariya, ya kwamba tofauti za kiistimara, tofauti za kibepari, hiya allati, ndiye ambaye kwamba
aujadatil farqa, ndiye ambaye kwamba imesababisha kupatikana tofauti baina nas, baina ya watu. Hiyo ni kitu musallam, yani fikra ya istimaria, fikra kiukoloni, ndiye ambaye kwamba imesababisha na imeweka msingi wa kutofautisha watu. Waharadhat ala alikhtilafat, na ikasisitiza zaidi kupatikana tofauti. Wakanat asasan, na amri hiyo ya kutoka kwa ubepari, amri hiyo kutoka kwa ukoloni ilikuwa ndio msingi liiraqati dima, ilikuwa ndio msingi kabisa wa kumwagika damu. Yani damu kama damu haijamwagika tu hivi, bali asili yake ilikuwa ni huo msingi. Anasema Sheikh, anasema fafaradha siyasatuha wa ahwaaha ala al-adyani samawiya, yani ikafaridhisha siasa yake wa ahwauha, afwan, na matamanio yake ala al-adyani samawiya, yani ikaingiza hizi fikra katika dini za mbinguni, katika vitabu vya mbinguni. Kana amilan kabiran akhar fi ijadi al-firqa, kwa sababu ya kuingiza fikra ya kiistimari, yani fikra kibepari kwa vitabu ambavyo kama vilivyotangulia. Yani kuna kitu ambacho kwamba inshallah taala tutasoma ambacho kwamba inahusiana na tahrif, kuingiza uongo katika vitabu vya mbinguni, katika kuingiza masala ambayo kwamba haikupatikana katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, kuingiza siasa ya kibepari katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Anasema Sheikh, ndio sababu nyingine ya kupatikana utofauti. Wa hadha bihaddi dhatihi yanba, na asili hii na katika msingi wake huu wa kuingiza uongo katika vitabu vya Mwenyezi Mungu inatokamana na nini? Inatokamana na kitu ambacho kwamba inaitwa al-baghi, inaitwa dhulma. Kwa hivyo inshallah taala, mpaka hapa tutakuwa ni wenye kuangalia katika kikao ambacho kwamba kinachokuja. Shekhe atakuwa ni mwenye kuongea kuhusiana na nini? Dhulma, kwa sababu hapa shekhe ameweza kuongea vizuri sana sababu ya tofauti. Mwenyezi Mungu anasema wama tafarraka, na hawakutofautiana isipokuwa baada ya kutumiwa mjumbe. Sasa swali ni kwamba je, dini ndiye ambaye kwamba sababu ya utofauti ya watu kutofautiana, kukhtilafiana, ama ni fikra ya mabepari ndiye ambaye kwamba wameingiza katika dini na vitabu vya mbinguni ndio ikawa ndo msingi wa watu kutofautiana? Kwa hivyo shekhe, katika kikao kinachokuja tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na neno baghi. Nini maana ya baghi, ambaye kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kutaja katika aya. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.